Masuala ya familia yangu kidogo yapo very critical, na kwa namna tulipofikia siruhusiwi kumtaja mzazi mwenzangu kwanza kwenye mtandao. Hilo la kwanza, na ana haki hiyo ya kuzuia kutajwa kwenye mtandao. Hilo la pili, lakini pia lazima nisubiri upande wa pili utakaponiruhusu, kwa sababu jambo tayari limesha kwenye familia, lakini angalizo nililopewa ni kuto kumtaja mzazi mwenzangu kwenye vyombo, kwa sababu yeye sio mtu wa mitandao. Kwa hiyo endapo nitafanya hapa kumtaja tena, nitakuwa tayari nimecreate kuzidi kumwekea tatizo, kwa sababu yeye sio maisha yake haya. Kikubwa mimi navuta subira, naamini wazazi wanaweza wakalitatua. Kama itashindikana, basi ni Mwenyezi Mungu amepanga. Ila pia naomba nitoe onyo kwa mtu kama Maimartha anafurahia anguko la mtu, sio vizuri. Hata kama anajua changamoto zangu, labda huwezi kuanika kusema mimi nimefanya hivi, maana kama ugumu umenekea ugumu zaidi. Sikupendezwa na mazungumzo yake aliyofanya. Maimartha ni rafiki yangu, ni mtu ambaye muda wote anapiga simu, tunaongea. Nipo kwenye changamoto, sio picha nzuri alifanya sasa kuzungumza mimi nimekamatwa kwa kitu gani au nimechangamoto ya kitu gani. Kile kitu unachokizungumza hujui kina react vipi kwa mwenzangu upande wa pili. Maana najionyesha mimi labda niko proud na changamoto tunayopitia, sababu anaongea as if mimi nimemwadisia story wakati kitu sio hicho.